kwa kuitii sauti ya Mungu na kuniamini katikati ya wengi wasioniamini, yeye akawekeza imani yake kwangu na hatimaye kuniteua kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Kazi ya uteuzi sio kazi rahisi. Ina taarifa nyingi, ina maelezo mengi, lakini Dr. Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano, aliamini katika vijana. Nikiwa kijana wa kwanza kupewa majukumu katika mkoa mkubwa na kuacha alama itakayodumu milele yote. Lakini namshukuru kwa mambo mengi, ikiwepo kumchezea Dr. Magufuli. Mkafikiri Makonda hata mtetea kwa sababu hayuko kwenye kiti cha ukuu wa mkoa. La hasha, ningekuwa jeshini nazo medani za kivita. Ni askari mmoja aliyoko Bakabencha, lakini mwenye uwezo mkubwa wa kupigana vita yoyote ile. Kwa Mheshimiwa Rasi, mambo sasa na timu yenu, mkihitaji uzoefu wangu katika mapambano ya kumlinda Dr. John Pombe Magufuli, hata kama saa 9 usiku nitanyanyuka. Kwangu yeye ni zaidi ya cheo. Ni baba mcha Mungu mwenye mapenzi makubwa na taifa letu la Tanzania. Lakini naendelea kumshukuru sana kwa namna ambavyo ametupa nafasi ya kusimamia kazi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Watu wa mji huu mnafahamu historia ya namna gani jiji letu lilikuwa halina utulivu na amani, lakini tulivyoshirikiana kikamilifu, nikiwa mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa na vyombo, kuhakikisha kwamba jiji letu linabaki kuwa la amani, tulivu na shwari katika maisha yetu yote ya utumishi. Jambo ambalo mimi fulani nilionayo, Alasi tulionayo, ambaye pia amekuwepo hapa miaka 2 kama rasi na katibu wa kamati ya baraza la usalama, anajua fika mbinu na mikakati yote. Sina shaka la usalama wa mkoa wa Dar es Salaam. Nimesema niyaseme haya machache, lakini ikiwa ni sehemu yangu ya kushukuru, kwa sababu rais huyu kwa kweli, kama tungechelewa kumpata, inawezekana taifa letu tungekuwa tuko nyuma sana kimaendeleo. Lakini tumepata rais anayethubutu na anayeamini katika kazi, sio majungu. Rais anayeamini katika kazi. Nami ni matumaini yangu ya kwamba kazi zitaendelea kumtambulisha katikati yetu na katikati ya mataifa yote. Mheshimiwa Rasi, nitachelea nikisahau kuwashukuru watumishi. Nianze na wewe binafsi, lakini pia nije kwa vyombo, lakini zaidi kwa wakuu wa idara, wakurugenzi, wakuu wa wilaya, mamea na watu wote waliofanya kazi, akiwemo na mfagizi wa ofisi yangu, kwa kulipa ushirikiano mkubwa sana. Sababu mazingira niliyopitia, kama watu hawa wasingekuwa wema kwangu, ningekufa hata na sumu huko ofisini. Wangeweza kutumika tu kwa vita tulikuwa nayo ya madawa kulevya, lakini pia kwa vita kubwa nyingi tulizokuwa nazo, ikiwemo hata kurejesha nyumba za serikali zaidi ya 50 zilizokuwa zinaporwa na wajanja wa jiji la Dar es Salaam. Lakini watumishi wao wamekuwa wema, wamenipa ushirikiano mkubwa sana. Sina sababu ya kuacha kuwashukuru. Naamini watakupa ushirikiano mzuri pia katika utumishi wako na kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Lakini mmoja bila kumsahau katika hao, Mzee Kivuyo, najua naye ni miongoni mwa watu waliofanya kazi nzuri. Hayupo hapa, lakini natambua mchango wake, ushauri wake na ulezi wake, na hatimaye nami nimeweza kufanikiwa bila kuwa na matatizo. Nimeondoka ofisini nikiwa na furaha. Lakini ndugu zangu, nina kila sababu ya kumshukuru mke wangu, kipenzi changu Maria. Amenivumilia sana, amekuwa mwenye upendo mkubwa sana kwangu, lakini pia ameniombea sana. Siku 4 zilizopita alikuja na simu kwenye Instagram, anasema, "Mume wangu, niliamini ya kwamba maneno yameisha baada ya kuacha ofisi. Mbona maneno bado yako mengi tu?" Nikamwambia mke wangu, maneno ndio mtaji wangu. Ni kusemwa ndio furaha yangu. Nisiposemwa mpaka najiuliza hivi leo nini kimetokea? Mitandao imekaa kimya. Kwa mke wangu, usiwe na shaka, kwa sababu hawawezi kukusema kama huna la maana. Lakini kama una jambo la maana wataendelea kukusema
na kazi yako kubwa ni kuendelea kumtanguliza Mungu. Kwa nitumie fursa hii kumshukuru sana mke wangu Maria na kipenzi changu Kigan kwa kuendelea kuwa vumilivu kwenye kipindi kigumu na nyakati zote ngumu nilizokuwa nazipitia, lakini pia kuvumilia masimango na maneno ya hovyo na machafu yaliyotamkwa juu yao na familia yangu katika kipindi chote cha utumishi wangu na yatakayoendelea. Nimeomba waendelee kuwa wavumilivu kwa sababu Mungu ndio aliyetupa nafasi ya kuwa viongozi. Yeye ndio atakayetulinda maisha yetu yote. Mheshimiwa Rasi, ninasema kwa sababu ndio naaga na sitegemei tena kurudi katika nafasi hii katika ofisi hii. Nikija basi ni mwananchi wa kawaida kupanga foleni pale na kuweza kusikiliza. Lakini naamini ya kwamba haya yote tunayafanya kwa sababu Mwenyezi Mungu alitupa nafasi ya kuwa na uhai. Nimalizie mambo mawili ya mwisho. Moja, tulimpa mzee Kardinali Pengo barabara iko Kinondoni, na tangu mwaka huu nafikiri mwaka jana ilikuwa tumkabidhi ile barabara, na jana kabla sijaja hapa nilipita kuiangalia hiyo barabara kuona kama maendeleo yake yakoje, lakini nikakuta kuna kibao fulani kamewekwa. Ningefurahi Mheshimiwa Rasi, kwa heshima ya yule mzee wetu ambao nafikiri hata siku natamka tulikuwa wote, kwa heshima yake tumkabidhi ile barabara na ijulikane kama Kardinali Pengo Road, sababu mzee wetu amefanya kazi nzuri, amekuwa kiunganishi mzuri na ameendeleza mahusiano yetu mazuri kati ya serikali na viongozi wa dini. Na kwa kumwenzi barabara hii nilisema iitwe jina lake, na tayari Kinondoni washakamilisha tarafu, na mimi nafikiri mara 2 mara 3 tuliahirisha, ikiwa siku moja tulienda, lakini hatukulizishwa na maandalizi yaliokuwa yamefanyika. Kwa hiyo naamini ya kwamba tutaweza kumpatia heshima angalau, kwa sababu tuna barabara nyingi zimepewa majina ya wazungu, na kwenye hiki Temeke washakamilisha mchakato ule. Nikafikiri pia ni vyema naye, kwa sababu ni kijana wa taifa letu anayefanya kazi nzuri, mwenzi kwa kuonyesha mchango wake hasa kwenye upande wa soka lakini pia duniani. Na bahati nzuri sasa hivi amefuzu. Wakati tunapanga kumpa barabara alikuwa bali uendeleze kile tulichokuwa tunakifanya na hauna ugeni wowote, na hata hizo formality za kukabidhiana, na wala msisite na maneno ya watu ya kwamba ataishije, ataenda wapi. Mngeumia zaidi na mnapaswa kuumia zaidi siku mkisikia Makonda amemwacha Yesu. Lakini maadamu Yesu ni naye, msio na shaka na mimi, maisha yangu yako kwenye mikono salama. Taendelea kuwakumbuka, taendelea kuombea, na hakika nitaendelea kuwa mwema kwenu kwa kuhakikisha kwamba kile ninachokifahamu nina share na Rasi aliyoko, ili muendelee kupata matunda yaliyo mema. Rasi endelea na huduma za afya kila mwaka kwa ajili ya wajane, maskini, walemavu, katika upimaji wetu wa ile zoezi la wale watu wasiojiweza ambao tulifanya kila mwaka walemavu, lakini kuliko yote watoto wanaotelekezwa wakiwemo na wajane. Tunafahamu tulipeleka mapendekezo kwa waziri wetu wa Katiba na Sheria, ule mchakato wetu wa kuwapatia haki watoto na mabadiliko na mapendekezo ambayo yako tayari kwa ajili ya kukabidhiwa waziri wetu wa Afya, ili kufanya mabadiliko ya sheria na makundi haya yaliyosahaulika yanayotaabika nchini yaweze kupata haki zake, ya kwamba mwendo nimeumaliza na imani na kiapo changu cha utumishi nimekikamilisha kikamilifu. Sasa wana Dar es Salaam, niruhusu nikapumzike kwa amani katika utumishi wangu wa kumlea mke wangu kipenzi Maria na mwanangu Kigan. Ni majukumu mapya ya kulala saa 12 asubuhi, kwa sababu akiamka na bila sijamrudishia Rasi kama kuna maswali mawili tu. Ni dalili njema ya kwamba hakuna maswali hapo. Kwa sababu huwa mnatabia kusema amekimbia maswali. Mimi sina uoga huo. Naitwa Humphrey Shao. Mheshimiwa mkuu wa mkoa mstaafu. Sio mstaafu. Ndugu Makonda Paulo, tulikuwa nauliza swali moja. Wakati dakika za mwisho wa utendaji wako wa kazi katika mkoa wa Dar es Salaam, kuna operation ulizifunga ambazo zilikuwa ni unyanyasaji, lakini katika maagizo yako, kwa maangalizo yako kumuomba Rasi
aendelee kukazia hilo umeliacha la vijana wa bodaboda ambao walikuwa wananyanyaswa wakati wanaingia mjini. Lakini siku chache baadaye, baada ya wewe kuamua kujiuzuru nafasi yako na kwenda kugombea ubunge, zoezi hilo limerudi katika mkoa wa Dar es Salaam. Je, una neno lolote la kusema? Ni mshauri yeye nyingine? Bado nafikiri limeisha. Alasi. Bana, mimi ni mshauri wako, mdogo wako. Bodaboda waendelee kutumia jiji lao la Dar es Salaam bila kupunguziwa. Huo ndio ushauri wangu. Bajaji na bodaboda waendelee kutumia jiji lao la Dar es Salaam na kujivinjari kwa kujitafutia kipato bila kupunguziwa. Na mimi na imani ya kwamba tuliliamua, sio kwamba nilikuwa peke yangu, tulikuwa tuko wote. Na pia nilishauriana pia na mambo sasa. Kwa sababu unajua watu wengi wakionaga kwenye TV wanahisi tunaona huyu amejikurupukia tu ameamua mwenyewe. Mkono wangu wa kulia alikuwa ni Lasi ambaye sasa hivi ni Lasi. Mkono wangu wa kushoto alikuwa ni mambo sasa ambaye ni kamanda wa kanda maalum. Niliteta nao na kukubaliana nao. Kwa nikitoa tamko si kwamba nimetoa tamko kutoka nyumbani kwangu. Ni kutoka kwenye ofisi na wasaidizi. Kama jambo limerudi, nafikiri labda tu ni utaratibu tu ambao Alasi ataona namna gani ya kufanya, lakini na uhakika kabisa kwamba bodaboda pamoja na bajaji tuliwapa huo uhuru wa kuendelea kufanya shughuli zao na hakuna aliyetengwa. Hata mimi mwenyewe siamsikia Alasi wangu akitamka kwamba bodaboda sasa hivi ni marufuku. Kuna imani ya kwamba hilo jambo lipo na litaendelea kufanywa kazi ya usimamizi mzuri. Mheshimiwa Alasi, samahani, kuna swali dogo. Tunataka tufahamu, kwa sasa umesema ni mkazi wa Kigamboni na umestaafu utumishi wa umma. Wana Kigamboni wakutegemea sasa katika himaya ya siasa ambayo imekufunza muda mrefu. Nafahamu kwamba Konda amekuwa akilelewa na CCM kwa muda mrefu. niliona na mkono kule. Alasi, unajua tukiwakimbia wana dada. Mheshimiwa, nilikuwa nataka nikuulize swali kwamba katika kipindi chote cha uongozi wako uliokuwepo, je, mpaka sasa hivi unapoachia, kuna jambo lolote ulitamani kulifanya na hujalifanya? Hili moja jamani, tuna mambo mengine tunawapenda, kitu mambo mengine hatufanye. Sawa sawa, ila mstaafu, kisha kuwa mstaafu unarudi kwa wanakijiji wenzako. Anapatikana katika mtaa wa Mwela pale, kata yetu ya Somangira kwenye wilaya yetu ya Kigamboni. Nitakaa na wananchi wetu wa mtaani, tutakuwa tunashauriana namna ya kufanya mambo ya pale. Nafahamu ya kwamba uko mchakato unaoendelea katika ngazi ya wilaya, kuja ngazi ya mkoa, utaenda ngazi ya taifa. Lakini kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tu kama mwana CCM ambao hili haliwezi kufichika. Na hili Alasi ulitegemea sana. Nitapiga debe mtaa kwa mtaa, kata kwa kata, tarafa kwa tarafa, wilaya mpaka mkoa, kuhakikisha kwamba Dr. John Pombe Magufuli anaibuka kidedea kwenye mkoa huu wa Dar es Salaam. Wabunge wanashinda wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu mimi sasa hivi ni raia, lakini kadi yangu ya CCM haijapotea. Lakini pia tunapata madiwani, kwa sababu unajua faida za kuwa na viongozi wanaopatikana kutoka kwenye Chama cha Mapinduzi. Kwa nasubiri wakati tu. Kwa kama ni kuniona, tegemeeni kipindi cha kampeni nikiungana na mama yangu Mama Kate Kamba, mwenyekiti wangu wa mkoa na mwenyekiti wangu wa wilaya ya Kigamboni, tukisaka kula kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa tarehe 28.